Mwongozo wa kujifunza Biblia. Somo la 6, adui aliye ndani. Leo tunaenda kuliangazia somo la Jumatatu, Novemba 3, linalosema dhambi ya Akani. Soma Yoshua sura ya 7 aya 16 hadi 19. Utaratibu mzima unatuambia nini kuhusu Mungu na Akani? Baada ya kufunua utambulisho wa mkosaji, Mungu anaweka utaratibu unaodhihirisha haki yake na neema yake. Baada ya kuelezea sababu ya kushindwa kwa Israeli na kufanya wito wa utakaso kwa watu wale, katika Yoshua sura ile ya 7 aya 13, anaruhusu kipindi kati ya tangazo la utaratibu huo na kutekelezwa kwake, hivyo kumpatia Akani muda wa kufikiria kutubu na kuungama dhambi yake. Vivyo hivyo familia yake, ikiwa walijua kilichotokea, wakawa na fursa ya kuamua kama wangependa kuhusishwa katika kulifunika lile kosa au kukataa kuwa washirika wa kosa lile. Kama wana wa Kora walioepuka uangamivu kwa kukataa kuwa upande wa baba yao. Linganisha na Hesabu sura ile ya 16:23 hadi 33 na Hesabu 26:11. Ufumbuzi kwa ajili ya mashaka yale ulikuja kwa namna iliyokuwa na mwelekeo kinyume na jinsi yaliyoingia na kuipinga Israeli. Hatia ya jumla inaondolewa na kushushwa kutoka kwa Israeli yote hadi kwenye kabila moja, kutoka kabila hadi kwenye ukoo, kutoka ukoo hadi kwenye kaya au familia, na kutoka familia hadi mtu mmoja mmoja. Kando ya kumdhihirisha mkosaji, mchakato huu wa uchunguzi pia ulimsafisha asiye na hatia. Hiki kilikuwa pia kipengele muhimu cha utaratibu makini wa kisheria ambao Mungu mwenyewe anatenda kama shahidi kwa matendo ya Akani ambayo hayakuonwa. Msomaji anaweza kufikia hatua ya kuhisi mvutano Mungu anaposonga mbele kumwelekea Akani. Ni nani asiyeweza kushangazwa na ukaidi wa huyu mtu, akitarajia kwamba kwa namna fulani asingegundulika? Hakuna kinachofichika mbele za macho ya Bwana yanayopenya. Zaburi 139 ya kwanza hadi ya 16 na Mambo ya Nyakati wa Pili aya ya 9 katika sura ya 16. Ni nani ajuaye kilichojificha moyoni mwa mwanadamu? Samueli wa kwanza sura ile ya 16 aya 7, Yeremia 17 aya ya 10 na Mithali sura ile ya 5 aya 21. Ni muhimu kutambua jinsi Yoshua alivyomwambia Akani, mwanangu. Kauli hii inaonyesha si tu umri na nafasi ya uongozi ya Yoshua, bali pia inadhihirisha roho ambayo kwa hiyo huyu mpiganaji mkuu alikabili haki. Moyo wake ulikuwa umejawa na rehema kwa ajili ya Akani, hata ingawa aliitwa ili atekeleze hukumu kwa mkosaji. Kupitia kwa mtazamo wake huu, Yoshua tena alikuwa akisimama kama kivuli cha wema, kujali na upendo wake yeye ambaye kamwe hakuwa fidhuli, kamwe hakunena neno kali pasipo sababu, kamwe hakusababisha maumivu ya bure kwa nafsi iliyokuwa rahisi kudhurika. Yeye Yesu bila hofu alikemea unafiki, kutokuamini na uovu, lakini machozi yalikuwa kwenye sauti yake alipokuwa akitamka makaripio haya makali. Ellen G. White, The Desire of Ages, ukurasa wa 35 aya ya 3. Utambuzi kwamba Mungu anajua yote unayofanya, hata yale yaliyofichika, unaathiri vipi namna unayoishi? Inapasa iathirije namna unavyoishi? Huu ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Mungu atubariki sote na nikutakie wakati mwema.